NMB karibu yako. Nishukuru benki yetu pendwa, benki ya NMB, kwa kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha na kuimarisha sekta ya afya, lakini pia sekta ya elimu. Leo hii hapa tupo tukishuhudia tukio kubwa hili la kupokea vitu mbalimbali katika sekta hizi mbili za elimu na afya, kama ambavyo meneja wa kanda ametaja, kiwepo madawati, lakini pia vitanda, magodoro, kwa maana katika vituo vyetu vya afya, lakini pia katika shule zetu. Lakini pia niseme kwamba hili si tukio dogo, ni tukio kubwa. Vifaa hivi vimetajwa ni takriban zaidi ya shilingi milioni 35. Sasa huwezi kusema ni tukio dogo, kwa sababu wako wafanya biashara kama wao wanavyofanya NMB, wanapata faida, lakini hakuna mtu ambaye wewe utafanya naye biashara akapata faida alafu akasema na yeye anatafuta kitu cha kurudishia. NMB imeona kuna umuhimu huo. Ile faida, nyinyi mnafungua akaunti zenu katika benki hii NMB, wameona sasa ni busara kwa faida ambayo wameipata, basi waweze kuwarudishia kwa vile ambavyo sisi tumewaomba kupitia CSR, yani kile ambacho kinarudisha kwa jamii, na wenyewe wameitikia wito ule. Wangekuwa na hiari kusema kwamba Tanzania hii ni kubwa, tupeleke sehemu nyingine, lakini kwa sababu wameona wanafanya kazi na wananchi wa halmashauri hii ya Busokelo na Rungwe kwa ujumla, hivyo hapa tuko kwa niaba ya maeneo hayo mengine. NMB ipo katika wilaya nzima, kwa maana kule Tukuyu, lakini na hapa Busokelo. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa uamuzi wao huu wa busara katika kurejesha faida kwa wananchi kwa kutuletea madawati, lakini vimetajwa hapa viti mwendo, lakini viko vitanda kwa ajili ya vituo vyetu vya afya, lakini vitanda na magodoro kwa ajili pia ya shule zetu, lakini pia vifaa tiba mbalimbali, ambapo vyote vinafanya jumla ya zaidi ya shilingi milioni 35. Na washukuru sana NMB kwa jitihada zenu hizo. Lakini pia niseme kwamba kushukuru ni kuomba tena. Hivyo kwa niaba yenu wananchi wa wilaya ya Rungwe, nitaomba tena kwa benki yetu pendwa hii ya NMB. Tunayo maboma mbalimbali ikiwemo zahanati, lakini pia shule. Kwa hiyo tutawasilisha rasmi ombi letu hilo ili tuweze kuona pale ambapo NMB itaweza kutusaidia, ili napo waendelee kuunga mkono jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuboresha sekta ya elimu na sekta ya afya. Lakini pia wananchi, niwaombe sasa, tumeona matunda ya kuwekeza ama kuweka amana zetu katika benki hii ya NMB. Sasa kwa wale ambao bado hawajaweka au wanajishauri, niwaombe sasa, nitumie fursa hii kuomba mkafungue akaunti katika benki ya NMB ili tuweze kupata marejesho zaidi, kwa sababu kadri sisi tutakapoweka amana zetu kule nyingi, na wao watapata faida kubwa, na faida ile itarejea kwetu, na tutapata kile ambacho sasa tutahitaji na wao watusaidie ili kuweza kuunga mkono jitihada za serikali. Lakini pia benki hii imekuwa ikitoa mikopo kwa wakulima, na sisi wananchi wa Busokelo ni wakulima wazuri sana. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuwaomba msisite. Najua sasa hivi msimu wa viazi uko katikati, lakini pia wako wakulima wa kokoa na mazao mengine. Benki yetu hili nalo dawati la kilimo, hivyo niwaombe mwende benki ya NMB mkawaone maafisa pale na mameneja, wataweza kuwasikiliza, na wametoa mikopo mingi sana kwa msimu huu ambao sasa hivi tupo katikati, lakini bado iko mikopo mingi. Niko hapa kwa ajili ya kupokea vifaa hivi. Kwa hiyo sasa niseme kwamba nitoe shukrani kwa mara nyingine tena, na washukuru sana meneja wa kanda pamoja na meneja wangu wote wa matawi, kwa maana Busokelo na Rungwe, kwa maana ya Tukuyu. Lakini niwashukuru sasa wananchi nanyi mlioweza kujitokeza asubuhi ya leo, kwa sababu wenzetu hawa wametoka mbali. Sasa sisi tusingekuwepo kidogo tungewatia unyonge, lakini nawashukuru sana wananchi pamoja na watumishi mbalimbali kwa kuweza kujitokeza kwa wingi, pamoja na wanafunzi wetu ambao wamekuja kushuhudia kile ambacho NMB kimefanya kwetu, kurejesha faida kwetu kwa kukabidhi vifaa hivi mbalimbali ambavyo wote ni mashuhuda. Na sasa napenda kutamka kwamba niko tayari rasmi kuweza kupokea vifaa hivyo. Asanteni sana. Kwa niaba ya uongozi wa benki ya NMB, napenda kutumia fursa hii kuzishukuru halmashauri zote mbili
wilaya ya Rungwe na halmashauri ya wilaya ya Busokelo kwa ushirikiano mzuri ambao tumekuwa nao mpaka kufika leo hii tunapokamilisha zoezi hili. Tunatambua juhudi mbalimbali za makusudi zinazofanywa na serikali katika kuboresha mazingira ya elimu na sekta ya afya nchini. Tunayo kila sababu ya kuipongeza serikali kwa hili. Pamoja na makubwa yote ambayo serikali yetu inaendelea kuyafanya, sisi kama wadau tuna wajibu wa kuunga mkono juhudi hizi za maendeleo kwa kusaidia jamii yetu, kwani ni jamii hii inayowezesha benki ya NMB kuwa hapa ilipo, yaani kuwa benki yenye maendeleo kuliko benki yoyote hapa nchini. Kwa hili naomba kuwashukuru sana. Ni faraja kwa benki yetu NMB kushirikiana na serikali katika kuboresha mazingira ya elimu na sekta ya afya nchini. Hivyo basi leo tumekusanyika hapa ili kukabidhi vifaa kwa ajili ya shule hizi za sekondari Kiwila, shule ya msingi Ruangwa, Lupata na Angaza pamoja na kituo cha afya cha Mwakaleli. Na hapa katika halmashauri ya wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, vifaa hivyo tutakavyokabidhi leo vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 35. Vifaa hivyo ni kama ifuatavyo: viti na meza 50 kwa ajili ya shule ya sekondari Kiwila, madawati 50 kwa ajili ya shule ya msingi Ruangwa, vitanda na magodoro 40 kwa ajili ya shule ya msingi Lupata, vitanda dabodeka 40 na magodoro 80 kwa ajili ya shule ya msingi Angaza, mashuka 200, vitanda, magodoro ya wagonjwa 50, baiskeli za wagonjwa 4, stendi za kuwekea drip 4. Hivi vyote ni kwa ajili ya kituo cha afya Mwakaleli. Kukabidhi vifaa hivi leo kuthibitisha moja ya ushirika wetu katika maendeleo ya jamii, na sisi kama benki inayoongoza Tanzania tunao wajibu wa kuhakikisha jamii inayotuzunguka inafaidika kutokana na faida tunayoipata. Hii itaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kutatua changamoto za jamii, hususan katika kuboresha huduma za elimu na afya, na sasa katika mazingira, kuhakikisha mazingira yako bora katika ajenda nzima ya sustainability ambayo tunaunga mkono sana serikali. Vile vile ningependa kutumia fursa hii kuwajulisha ya kwamba benki ya NMB itaendelea kuwekeza kwenye teknolojia na kuboresha mifumo katika matawi yetu zaidi ya 240 na mawakala zaidi ya 60,000 ili kurahisisha utoaji huduma kwa wateja wetu. Vile vile kupitia huduma yetu ya NMB mkononi, wateja wanaweza kufanya miamala mahali mbalimbali pamoja na kujikatia bima ya vyombo vya moto na bima ya mkono wa pole kwa kutumia ujumbe mfupi wa WhatsApp kwenda kwenye chatbot yetu ya jirani kupitia namba 0747333443. Jina naitwa Ipiana Mwambete, ni daktari lakini pia ni KMDMO, nimemwakilisha DMO. Na nishukuru kwa wenzetu wa NMB kwa jinsi ambavyo wamefanikisha kutukabidhi vitanda hivi ambavyo hivi ni sample tu ya vitanda ambavyo tunaviona hapa, kwa maana kwamba kuna vitanda vingine 50 ambavyo viko vinatumika kwenye kituo cha Mwakaleli, lakini pia pamoja na mashuka 200 na stand 4 pamoja na wheelchair. Hivi vyote tunaamini kupitia kuwepo katika vituo vyetu vitasaidia kuhakikisha kwamba kila mgonjwa anaweza kuhudumiwa vizuri akiwa amelala kwenye kitanda chake, lakini pia ni katika namna nzuri ya kuweza kuboresha huduma, kuhakikisha kwamba huduma inatolewa katika mazingira stahiki, lakini kwenye standard ambazo zinazotakiwa. Kwa hiyo tushukuru sana kwa wenzetu wa NMB kwa juhudi kubwa ambazo wanaunga mkono serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba kile ambacho kinafanywa na serikali basi na wao pia wanaweka mkono wake kuona kwamba huduma zinakuwa vizuri kwenye upande wa afya. Majina naitwa Mwalimu Oscar Mwezimpale, ni afisa elimu taaluma msingi, lakini na kaimu nafasi ya kaimu ya DO. Ninachoweza kusema kuhusiana na swala ambalo tumelipokea, kwa maana ya kwamba msaada wa dawati 40 katika shule ya msingi Ruangwa, lakini pia tumepokea magodoro 40 kwa ajili ya shule ya msingi Lupata pamoja na vitanda 40 kwa ajili ya wanafunzi walemavu katika shule hiyo. Ila pia tumepokea vitanda 40 double decker kwa ajili ya shule ya msingi
angaza pamoja na magodoro 80. Vifaa hivi tulivyopokea kwetu sisi vitakuwa na tija kubwa sana. Kwanza moja, vitamfanya mwanafunzi aweze kulala katika mazingira mazuri. Lakini pia kwetu sisi imetusaidia, tulikuwa na uhaba mkubwa. Uhaba huu ulikuwa unapelekea wanafunzi kukosa vitanda, lakini sasa NMB wamevileta. Kwa hiyo kitendo hiki kwetu sisi ni faraja kubwa. Japo tunaweza tukatoa ombi kwa watu wa NMB, ndugu zetu hawa waendelee kujali. Mfano shule ya msingi Lupata, pamoja na kupata godoro 40 na vitanda 40, bado kuna uhitaji wa magodoro tena 40. Bweni lililopo linapaswa kuwa na vitanda 80 na godoro 80. Hivyo ni rai yetu sisi ya kwamba. Kwa majina naitwa Glejon Maenge, nasoma shule ya msingi Ruangwa, mkoa wa Mbeya, halmashauri ya Busokelo, kata ya Kabura. Kata ya Kabura. Tunashukuru NMB kwa kutuletea madawati haya. Wataondoa usumbufu wa wanafunzi kubanana, na pia tutasoma kwa bidii na kutufaulisha. Majina naitwa Amida Ramadhani Temba. Napenda kuwashukuru kwa kuja kututembelea hapa, maana tunashukuru sana kwa kuja kutuletea vifaa hivi, maana tumewasaidia wengine ambao walikuwa hawana vifaa hivi. Asante. Jina langu ni Beutness Julius Chore. Halmashauri ya Busokelo, mkoa wa Mbeya, wilaya ya Busokelo, kata ya Kabura. Tunapenda kuwashukuru kwa meneja mkuu wa NMB, tunapenda kukushukuru kwa kutuletea madawati ya NMB, maana umetusaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi waliokopo darasani. Na kushukuru sana, tutaweza kufaulu maana mmetuletea maarifa mazuri, mmepata ujuzi na uweledi mzuri. Tunaomba na kuwashukuru. Naitwa Tumsifu Station Maksambwe, ni mwanafunzi katika shule ya msingi Muungano, kata ya Kabura, wilaya ya Busokelo. Kwanza ningependa kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hivi vifaa, kwa kuwa imeanza kutuondolea adha